Karibu sana mtazamaji, karibu sana. Hapa ni mahali ambapo unajifunza mambo ambayo yanafanya maisha yako yawe ya furaha zaidi, yenye faida zaidi, kwa njia ya urahisi kabisa. Kama umekuwa mfuatiliaji wa channel hii, karibu tena, na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali sana, karibu sana sana, na usisahau kujisajili, kusubscribe. Mada nilionayo leo ni mapenzi na ulevi wa kidini. Pale ambapo unafanya kitu ambacho unajua kina faida, kina hasara, lakini bado unaendelea kurudia kukifanya na kukifanya na kukifanya, manake wewe ni mlevi. Hajalishi ni pombe, hajalishi ni uzinzi, hajalishi ni kuongea maneno mabaya au kuongea kwa sauti mbaya, kumkemea mwenzio, kumkoromea mwenzio, au kuongea kwa sauti kubwa wakati haipasi kuongea kwa sauti kubwa. Ni jambo la msingi kwamba ufahamu kwamba unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi unafanya makubaliano na mwenzio. Maana ya kupenda ni kwamba unamwahidi mwenzio kwamba mimi kwa akili zangu zote, kwa uwezo wangu wote na kwa nafsi yangu yote nitahakikisha kwamba ndiye ambaye nitakuwa na mchango mkubwa sana kwako kuliko mtu mwingine yoyote yule. Kwa maana Biblia inasema kwamba utaachana na wazazi wako, utaambatana na mwenzio, mumeo au mkeo, mtaambatana. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa katika maisha yako ulikuwa unamtegemea mzazi wako. Sasa hivi unaweza kumtegemea mumeo, unaweza kumtegemea mume wako au mke wako kwa sapoti kubwa katika maisha yako. Kwa hiyo unapomwambia mtu nakupenda au unapomkubalia mtu ambaye amekutamkia kwamba anakupenda, manake unafanya makubaliano naye yeye kwamba yeye atakuwa na mchango mkubwa kwako na wewe utakuwa na mchango mkubwa kwake. Watu wanaingia ndani ya ndoa, lakini ndani ya ndoa unakuta watu wanasemana vibaya, mke na mume wanatukanana, mnajibishana vibaya, na hao watu ni watu wa dini. Sasa dini yao inawasaidia nini katika hilo? Dini yao inawasaidia nini katika halo? Watu wanatukanana, watu wasemeshani, lakini bado wanaenda kanisani, bado wanaenda msikitini. Inakuwaje? Well, mada hii imeletwa na mdada. Huyu dada alikuwa hajaagizia video za jinsi ya kumnogesha mume wake ndani ya ndoa. Yeye ni mke mdogo. Mume wake aliyemuoa ana mke mwingine mkubwa, yeye ni mke mdogo. Sasa alinisikia nikizungumza hapa umuhimu wa mwanamke kuchezea korodani, na nikawasikizisha sauti hiyo, na nikipenda nikusikizisha sauti hiyo tena. Nichukue simu yangu hapa. Ningependa nikusikizishe sauti hiyo tena ili uweze kuona ninachokisema. Wasizungumzi hadithi za paka na panya. Nikusikizishe sauti hii ili uweze kuona kwamba unakosa mengi kuliko unavyofikiria wewe, kwa kujiona kwamba umetosheka, umekamilika na unaweza ukabadilisha ndoa yako au mahusiano yako. Unakosea sana, kwa sababu elimu ni muhimu sana. Elimu ni muhimu sana. Ngoja nimtafute huyu dada ambaye ameleta ushuhuda huo kwa njia ya voice note ili uweze kuona jinsi gani. Ngoja huyu dada naweza kumpata hapa. Ngoja niangalie hapa. Kuna ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba haya mambo sio hadithi ya paka na panya. Hebu sikiliza voice note hizi. Asante, imekuwa nzuri sana na naambiwa hapa niendelee kutafuta mbinu zingine tofauti na hizo, kwa sababu haikutegemea kama nitafanya vitu kama hivyo. Sasa sijamwambia ni nini, ameshtukia tunafanya hivyo vitu. Hasa kilichomchosha zaidi ni ile kukaa kumnyonya ule mstari wa chini ya mapombo, ndo mchanganya zaidi. Lakini anaambia nizidi kutafuta mbinu zingine na zingine na zingine. So help me, kama zipo zingine pia naomba uniambie, kama zipo zingine basi nitumie pia. Unaweza kuona, ngoja nipandishe sauti iko chini kidogo hapo. Unaweza kuona ni jinsi gani huyu dada anashuhudia kwamba baada ya kujua mbinu za kuchezea korodani amesifiwa na ndoa yake na miaka 9.
Sawa, ndoa yake ina miaka 9, amesifiwa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho ningependa uweze kukifanyia kazi ili na wewe upate mtu wa kusifia. Sasa huyu dada ambaye ameolewa, kama huyu sio huyu, namzungumzia dada mwingine ambaye ameleta mada hii. Ameolewa, yeye ni mke mdogo. Amenisikiliza hapa nikisema jinsi ya kuchezea korodani. Alikuwa hajaagizia video ambazo zinamuonyesha hali halisi mwanamke anavyomwandaa mwanaume kwa njia ya video. Sasa yale ambayo nimezungumza tu hapa, kwa sababu hizo video za utupu sio zikaziweka hapa, kwa hiyo naziuza, gharama yake shilingi 10,000, ziko kama 60 hivi. Kwa hiyo baada ya kunisikiliza hapa, akaenda kufanya majaribio kwa maelekezo ambayo nilikuwa nimeyaweka kwenye video moja ambayo iko hapa, ambayo hiyo haiuzi, unaweza ukaipata, iko hapa hapa. Nikatoa maelekezo jinsi ya kuchezea korodani, akaenda kajaribisha kwa mume wake. Akasemaje? Dokta, na majibu nikayapata. Kwa hiyo nataka hizo video zenyewe sasa. Unaweza sema nataka hizo video zenyewe. Sasa unaweza kuona huyu dada mwenyewe nimempata, huyu ambaye aniletea hiyo sauti. Nipende kwa sababu nimeongezea sauti hapa, ili niweze kusikiliza tena uweze kuona utamu wake. Asante, imekuwa nzuri sana na naambiwa hapa niendelee kutafuta mbinu zingine tofauti na hizo, kwa sababu haikutegemea kama nitafanya vitu kama hivyo. So, sijamwambia ni nini, ameshtukia tunafanya hivyo vitu. Hasa kilichomchosha zaidi ni ile kukaa kumnyonya ule mstari wa chini ya mapombo, ndo mchanganya zaidi, lakini anaambia nizidi kutafuta mbinu zingine na zingine na zingine. So help me, kama zipo zingine pia naomba. Hebu sikiliza, hebu fikiria, wewe uko ndani ya ndoa, sawa? Uko ndani ya ndoa miaka 9, sawa, inaelekea 10, alafu unaambia hivi tafuta vingine. Manake kumbe hiki kipi ambacho umekileta ni kitu ambacho nilikuwa nakihitaji, lakini ulikuwa hujui. Sasa umeniletea hivi, najua kuna vingine zaidi ya hiki ulicho nacho. Kwa hiyo tafuta, ili niweze kutulia. Tafuta hizo video. Nimemtumia video nyingi mpya kabisa, ni brand new. Kama moja ambayo nimemtumia ni jinsi mwanamke anavyoweza kuchezea chuchu za mwanaume. Anachezea chuchu za mwanaume na huko anachezea na uume kwa mpigo, yani double impact. Double impact. Sasa naposema hivi, naposema mapenzi na ulevi wa dini, kama wewe huamini kwamba Mungu yupo, tafadhali sana acha kusikiliza kuanzia sasa hivi. Lakini kama unaamini Mungu yupo, naomba unisikilize. Kwa sababu gani? Maarifa ni kitu cha msingi sana. Maarifa sio kwenye tendo la ndoa peke yake, hata kwenye maongezi ya kawaida unahitaji maarifa. Ndio maana kuna channel nyingine ambayo ni ya kisaikolojia, nimeipa jina la Hisia Maishani. Hapo nafundisha tu mambo ambayo ni ya kisaikolojia. Sikiliza, kwa kitabu cha Mithali sura ile ya 17 mstari wa 27 inasema hivi: azuiaye maneno yake ni mwenye maarifa, na mwenye roho ya utulivu ana busara. Naona asema azuiaye maneno yake. Kwa Kiingereza asema he who restrain his words, yani anazuia asiongee maneno ovyo ovyo, na anajitahidi aongee kwa utaratibu. Unaweza kuona hapo, hii ni Biblia inafundisha kwamba kuna umuhimu wa kuzuia maneno yako na kuna umuhimu wa kuongea kwa utaratibu na kwa upole. Sasa watu ambao wako kwenye dini hawana mpango wa kubadilisha maisha yao, waweze kuwa watu bora katika ndoa zao, waweze kuwa bora kazini kwa mabosi zao, waweze kuwa bora kwa majirani yako. Jinsi gani unaongea na watu ni kitu kidogo sana, hasa kwenye tendo la ndoa ndio zaidi. Sasa kwenye maneno tu unatakiwa uwe na maarifa jinsi ya kuongea. Je, kwenye tendo la ndoa? Hebu fikiria, kwenye kuongea peke yake unahitaji maarifa. Je, kwenye tendo la ndoa? Huyu dada anaambiwa ongezea maarifa. Hii nimeona ni tamu, lakini nataka kipya. Sasa huyu dada mwingine amejifunza jinsi ya kuchezea korodani. Kwa mimi naongea tu hapa na siongei ndani sana. Amefanya akagundua kwamba mume wake amependa alichomfanyia kitu kipya, na ni mke wa pili. Kitu kipya. Ananiambia, daktari, nahitaji hizo video. Dada mwingine kutoka Marekani, ngoja msomee message yake. Unaweza kuona umuhimu wa maarifa. Mungu aliyesema kwamba watu wangu wanaangamia kukosa maarifa
haitabadilika. Uwe ni Muislamu, uwe ni Mkristo, uwe ni Mungu amezungumza. Ngoja nikusomee message kutoka Marekani hapa. Namba zake naisha huyu hapa, nimemsave. Ngoja nikusomee kutoka Marekani. Uone huyu dada. Ngoja nikusomee message yake. Nikamuuliza hivi, Salama, zile video nilizokutumia zilikufaidia? Hii message hizi hapa nazisoma, sawa? Unaweza kuona hapo mtiririko, sawa? Nikamuuliza, sawa, ngoja niangalie message yake ya kwanza ilikuwa lini. Ngoja naangalie message yake ya kwanza ilikuwa lini. Ilikuwa yuko Marekani, Aprili 15, 2026. Akasema hivi, jambo dokta, unaendeleaje? Yaani mafunzo na video zako zimenijenga sana. Hakuna zingine video mpya huko? Nikamtumia video mpya, sawa. Sasa sikiliza ambapo nataka nikuletee mada. Nikamwambia hivi, Salama, vipi video zilikufaidia? Akasema sana. Yaani nakushukuru Mungu azidi kukutia nguvu. Video zimeninogesha hadi nimepata ujauzito wa bila kuhangaikia. Dokta, ushukuriwe sana na Mungu akubariki sana. Nikamwambia hivi, nina video nyingine mpya 8 naweza kutumia WhatsApp kama unaweza kulipia. Akasema, dokta, niliendaga kwenye uzazi wa mpango miaka 3, nikawa nimetoka. Sasa nimetafuta uzazi 1.5 mwaka, sikupata uzazi, lakini nilipofuata hizo video zako, mikao mbalimbali na jinsi ya kumnogesha, zimenisaidia hivi. Mume wangu anafurahi sana. Kwa hiyo madoido ni mazuri sana, ni ya muhimu sana. Ukiwa na zingine nijulishe, nitakulipia. Nikajulisha, baada ya kulipa shilingi 10,000 kanipa shilingi 25,000 na naweza nikakusomea muamala huko hapo. Umetoka Marekani. Naona bwana. Sasa unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Maarifa yanafungua milango katika maeneo ambayo ulikuwa hujui. Unajua nini? Kubomoa hakuhitaji ufundi. Ndio maana Biblia inasema kwamba mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba yake yeye mwenyewe kwa mikono yake yeye mwenyewe. Kubomoa kuhitaji ufundi, lakini kujenga kunahitaji ufundi na mpangilio. Sasa watu wanadharau maarifa, lakini wanapata shida sana. Sasa naingia kwenye eneo la dini. Kama unamwamini Mungu yupo na Mungu anaweza yote, Mungu anajua yote, kwa nini umeshindwa kufurahia mahusiano yako ya ndoa? Kwa nini kuna uchungu, huzuni, majuto ndani ya ndoa yako? Naomba nisikilize tena. Nauliza hili swali. Shida ni kwamba hujatafuta maarifa ambayo Mungu ameyaweka uyapate. Hujatafuta hekima ambayo Mungu ameyaweka uyapate. Sasa unasema, mapenzi yanafundishwa wapi? Sijui nini na nini. Sasa sikiliza. Ndugu mpendwa, naomba sikiliza. Nakusomea Biblia hapa. Twende kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 8. Mithali sura ile ya 8. Uweze kuona. Inasema hivi, je, hekima halii? Yaani anapiga kelele, analia. Ufahamu hatoi sauti yake? Juu ya mahali palipoinuka karibu na njia, penye njia panda ndipo asimamapo. Karibu na malango, mahali pa kuingia mjini, mahali pa kuyaingilia malango, anapiga kelele. Enyi watu, nawaita nyinyi, na sauti yangu ni kwa wanadamu. Enyi wajinga, fahamuni werevu, nanyi wapumbavu mpate moyo wa kufahamu. Sikieni, maana nitasema yaliyo mazuri, na kufumbua midomo yangu kutakuwa maadili. Maana kinywa changu kinasema kweli, na uovu ni chukizo kwa midomo yangu. Maneno yote ya kinywa changu yana haki, hapana hata neno lililopotoka au la ukaidi. Yote humweka yule afahamuye, yote huelekea mbele ya waliopata maarifa. Unaweza kuona, unaona neno maarifa linajirudia tena hapo, inaendelea sana na inasema hivi kwamba anayenikataa mimi, mstari wa 35, maana yeye anionaye mimi anaona uzima, naye apata kibali kwa Bwana, bali anikosaye hujidharau nafsi yake mwenyewe, na wao wanaonichukia mimi hupenda mauti. Yaani kama utafuti maarifa, ufahamu,
unatafuta mauti ya ndoa yako, unatafuta mauti ya uhusiano wako, upende usipende, ndivyo itakavyokuwa, kwa maana Bwana amesema. Sasa basi, ninaposema kwamba mapenzi na ulevi wa dini, pale ambapo unaona kwamba unarudia kitu ambacho kinamkosesha mwenzio raha, kwa nini hutaki kukiondoa hicho kitu? Unafanya mambo ambayo yanamkosesha mwenzio amani, anakuambia alafu nakuwa mkali. Usikose video inayokuja. Video inayokuja anasema hivi: mpenzi akifanya mambo haya, mwache aende akatafute mpenzi mpya. Mpenzi akikuzingua, ndio mada inayokuja. Mpenzi akikuzingua katika maeneo haya, mwache aende kwa mtu mwingine, hakufai. Hiyo ni mada ndio inayokuja. Kwa hiyo subscribe, usikose hiyo mada na vitu vizito sana. Mpenzi akikuzingua katika maeneo fulani mpenzi akikuzingua katika maeneo fulani, mwache aende. Kwa sababu gani? Ngoja nikusomee sasa kitu hiki. Mithali 27, Mithali 27:22. Na hiyo nakupa tu utangulizi wa mada inayokuja. Mithali 27:22 nasema hivi: hata ukimtwanga mpumbavu kwa mchi kinuni pamoja na ngano, upumbavu wake hautamtoka. Sasa hivi, yani hata ungemtwanga kwenye kichwa, ukamtwanga kumweka kwenye kinu, ukamtwanga vipi, ule upumbavu wake wa kurudia mabaya yanayokuhuzisha hautaondoka, utaendelea tu mpaka ufe, ndio utakuwa umeachana nayo. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ilivyo hatari usipokuwa na maarifa. Kwa hiyo hiki kitu anachokizungumza hapa ni kwamba ni muhimu sana 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 ujue kwamba kuna njia tofauti ya kuendesha uhusiano wako kuliko ile unayoitumia sasa hivi, ili uhusiano wako uweze kuwa bora. Kuna njia tofauti. Usiseme unajua kila kitu. Kuna vitu tofauti unavihitaji ili kuendesha uhusiano wako uweze kuwa bora. Usiridhike na hali ulionayo sasa. Usiridhike na hali ulionayo sasa, kwa sababu Mungu anakuwazia aliyo mema makubwa. Anasema niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Haleluya! Mungu anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kwa hiyo kuna mambo ambayo unahitaji kuonyeshwa. Kwa sasa hivi hujaonyeshwa bado, kwa sababu hujawa tayari. Mungu anataka uwe tayari, hakulazimishi. Mungu hakulazimishi, anataka uonyeshe utayari wako. Ndio maana Yesu akasemaje? Tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Wewe utafuti, huwezi ukaona hiyo njia mpya, yale mambo mapya huwezi ukaona. Sema atafuta nawe utaona, bisheni nawe utafunguliwa. Sasa kubisha huwezi ukafunguliwa mpaka umepiga hodi. Angalia mama yule kapiga hodi kwa Dr. Mahaba, katumia video, ujauzito, alikuwa anapata shida kupata ujauzito, kapata ujauzito. Huyu dada anaambiwa, umechezea korodani zangu vizuri leo, nataka uongezee ufundi hapo. Nataka mwanaume anamwambia, nataka uongezee ufundi hapo kwenye korodani, ulikuwa umepasahau. Nakumbuka huko Ashura huko nyuma alishanifanyia vitu vizuri zaidi hivi. Sitaki kurudi kwa Ashura tena, mpenzi wangu wa zamani. Naona Ashura alishanifanyia vitu kama hivyo. Sitaki kurudi kwa Ashura tena. Nataka nibakie kwako hapa hapa. Unaweza kuona. Kwa hiyo ninapozungumza ni kwamba ni rahisi sana kujiona kwamba wewe ni mwenye dini, lakini unaweza kuwa unaitumia dini yako vibaya, haikufaidii. Unaitumia dini yako haikufaidii. Na Mungu anasema kwamba unapoona dini yako haikusaidii kwenye ndoa yako, kwenye uhusiano wako, tafakari, kuna vitu ambavyo haviko sawa. Kuna vitu ambavyo haviko sawa. Mungu anazungumza. Naomba nikusome maneno haya kwenye kitabu cha Hagai sura ile ya kwanza kuanzia mstari ule wa 5. Kitabu cha Hagai kwenye Biblia sura ile ya kwanza mstari wa 5 hadi wa 7, kuna maneno haya: basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara wake apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu.
Huo ni mstari wa 7. Neno hili zitafakarini njia zenu limeanza mstari wa 5, limerudiwa kwenye mstari wa 7. Maana yake ni muhimu, ndio maana anaweka msisitizo. Limezungumzwa katika mistari hiyo mitatu mara 2. Huo ni sema tafakari njia zenu. Kama unisikilize hapa, ni kwamba usipotafakari huwezi kutafuta kitu kipya, utabakia pale pale. Wataalamu wa saikolojia wanasema hivi, tofauti ya mpumbavu na mwenye hekima ni hii hapa. Mpumbavu anafanya mambo yale yale ya zamani akitarajia matokeo tofauti. Mpumbavu anafanya mambo yale yale aliyoanza nayo ya zamani, hana jipya, akitarajia atapata matokeo tofauti. Lakini mwenye hekima akiona ya zamani hayafanyi kazi, anatafuta mambo mapya ili apate matokeo tofauti na yale ya zamani. Hiyo ndio tofauti. Sasa Mungu naye anauliza swali kama hilo hilo. Hivi kwa nini mmeshindwa kutafakari njia zenu? Mungu anauliza. Hiyo ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 32. 32 kuanzia mstari ule wa 28. Kumbukumbu la Torati sura ya 32 kuanzia mstari wa 28 hadi wa 30, kuna maneno haya yanasema hivi: maana hawa ni taifa wasio shauri, wala fahamu hamna ndani yao. Laiti wangekuwa na akili, hata wakafahamu haya, ili watafakari mwisho wao utakuwaje wakiendelea hivyo hivyo. Mmoja angefukuzaje watu 1,000? Wawili wangewakimbizaje watu 10,000? Kama mwamba wao asingeliwauza, kama Bwana asingekuwa amewatoa waonelewe wateseke? Amewaacha. Kama Bwana akuwa amewaacha, hawezi wakatafakari. Hivi mtu mmoja kweli awashinde watu 1,000? Unaweza kuona kwamba ni kitu cha kijinga sana. Watu wawili wafukuze watu 10,000. Mungu anasema hivi, jamani, hamuoni? Mmeshindwa kutafakari hata picha hamwezi mkaona. Sasa Mungu gani unayemwamini wewe? Aya, tumuone huyu mwanamke mwenye nyege kwenye Biblia. Mwanamke mwenye nyege kwenye Biblia, nyege nyingi sana. Akawa na wanaume wangapi? Akaona mwanaume mmoja hatoshi. Akaona mwanaume mmoja hatoshi. Huyu mwanamke mwenye nyege nyingi sana akaona mwanamke mmoja hatoshi. Ni kwenye kitabu cha Yohana kuanzia sura ile ya 9. Yohana sura ile ya 4 kuanzia mstari wa 9. Yohana sura ile ya 4 kuanzia mstari ule wa 9. Sikiliza. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu aliyekuumba, na yeye ni nani anayekuambia nipe maji ninywe, ungelimuomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea maji na kisima hiki ni kirefu sana. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe ni mkubwa kuliko baba zetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji ya uzima, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake yeye chemchemu ya maji yakibubujika uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu tena, wala nisije hapa kuteka maji tena. Yesu akamwambia, nenda kamwite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume, kwa maana umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kwamba wewe unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi mwasema huko Yerusalemu ndipo mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki,
saa inakuja ambayo hutamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudu. Haleluya! Unaweza kuona huyu mwanamke anasumbuliwa na nyege, ana wanaume 5. Huyu akiwa bize na mume wake na mke wake anakwenda kwa huyu, huyu akiwa bize na mume wake anaenda kwa huyu. Na sasa hivi wanawake wanajiuza mtandaoni, Sasa achana nao wale ambao wanajiuza kwenye mabaa. Kijana mmoja akaniambia majuzi, yani unaenda baa, kwa wale wanaofahamu Mwanza, sio kuna Bundesliga, kuna mademu yanakuja amevaa vimini, yana mapaja mazuri, yana sura nzuri, anakuambia vipi, unahitaji company? Demu 30,000 tu unaenda kulala mwanamke, 30,000 tu. Nenda kwenye masaluni, wanaoenda kwenye masaluni huko, nimeenda mimi huko, natongozwa na wanawake. Kwenye spa, sijui nita spa huko mnakoenda, wanawake wamejaa tele. Utaponea wapi wewe mwanamke? Yesu anamwambia mwanamke, nyege zimekusumbua sana, lakini nakwambia iko solution. Sema jibu lipo. Haya, tumuone. Unaona, na hapa kwa huyu mwanamke mwenye nyege nyingi mpaka kawa na wanaume 5. Sawa. Anaanza kuleta mambo ya dini. Maana yuko kwenye dini tayari, lakini bado anatembea na wanaume 5. Yuko kwenye dini. Kwa sababu anajua mambo ya dini anayojua. Kwa hiyo yuko kwenye dini. Kwa hiyo sheria zote za dini anazijua, kama sala 5 anazipiga zote. Sawa, lakini ana wanaume 5. Kama ni kufunga sana, kama ni kutoa zaka, anatoa sana zaka. Anajitahidi ili aonekane na yeye kwamba na yeye anajua. Sasa tumuone mwanamke mwingine tena ya Biblia hiyo. Mithali sura ile ya 7. Uweze kuona kwamba dini yako isipokusaidia utadanga sana. Na wewe mwanaume ambaye unajiona kwamba unajua kila kitu, utatombewa sana. Sikiliza mwanaume anayetombewa hapa, na story hii iko kwenye Biblia kuonyesha kwamba usipokaa makini utatombewa sana. Sikiliza. Mithali sura ile ya 7 kuanzia mstari ule wa 10. Na tazama, mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo, ana kelele na ukaidi, miguu yake haikai nyumbani mwake, mara yu katika njia kuu, mara viwanjani, naye huotea kwenye pembe za kila njia. Basi akamshika akambusu yule kaka, akamwambia kwa uso usio na haya, kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeondoa nadhiri zangu. Naweza kuona sema leo hii nimeondoa nadhiri zangu. Anazungumzia hapa masuala ya dini hapa. Nadhiri ni masuala ya dini. Anatoa sadaka sana, anasema leo hii nimeondoa nadhiri zangu. Ndio maana nimetoka nikulaki, nikutafute uso wako kwa bidii. Nami nimekuona. Nimetandika kitanda changu magodoro mazuri kwa matandiko ya Kimisri yenye mistari ya zebra. Nimetia kitanda changu manukato mazuri, manemane na udi na mdalasini. Haya, na tushibe upendo hata asubuhi, tufurahie nafsi zetu kwa mahaba. Yani mwanamke huyo anataka mapenzi ya kukesha, mnatiana usiku kucha. Sasa wewe mwanaume unaishia goli moja, alafu kurudia uwezi, alafu unajiona mjanja. Endelea kusikiliza Biblia inasemaje. Maana mume wangu hayumo nyumbani, amekwenda safari ya mbali, amechukua mfuko wa fedha mkononi mwake, atarudi wakati wa mwezi mpevu. Kwa maneno mengi na ulaini akamshawishi, kwa ubembelezi wa midomo yake akamshinda. Mumeo atashindwa anavyobembelezwa kwa kuomba vocha, anaomba hela ya saluni. Mumeo atashindwa tu. Sasa mimi nimempa hela, kila akiniomba vocha nampa, akiniomba hela ya saluni nampa. Sasa mimi ananipa nini? Jana mimi nimuombe uchi. Atamuomba uchi. Akifika huko ananyonywa korodani. Korodani zinabugiwa. Alafu wewe hujui hata jinsi ya kubugia korodani. Utaisoma namba. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ilivyo hali halisi. Mwingine anataka mapenzi ya siku kucha. Mwingine anataka mwenye dudu kubwa, nene, mwenye nguvu, anaweza kulia mara 5, anakuwa na wanaume 5. Huyu ana dudu nene. Huyu anapiga goli 5 bila shida. Huyu mwingine anapenda kinyume na maumbile. Kwa hiyo anaangalia, kwa hiyo anabadilisha ladha ya wanaume.
na wanaume nao wako hivyo hivyo, wanabadilisha badilisha ladha ya wanawake. Sasa utaponea wapi kama umtegemei Mungu? Amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu mwenzie. Yeremia 17 mstari wa 5. Usijitegemee wewe mwenyewe, mtegemee Mungu akuthibitishe katika haki, kwamba una haki ya kukaa kwenye ndoa hii kwa furaha. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili. Asante sana kwa kuangalia. Mungu akubariki. Bye bye.